Meza kuu ikiongozwa na mkuu wa mkoa. Natambua uwepo wa waheshimiwa madiwani na wadau wengine wote, lakini pia nashukuru kwa kunialika na kutambua kwamba mimi ni sehemu ya familia hii. Sisi sote tunajenga nyumba moja, na hiyo nyumba inaitwa kuwatumikia Watanzania. Nashukuru sana mkuu wa mkoa kwa kutambua hilo, na nitoe wito kwamba mimi Sigrada Mligo ni mbunge wa wote wa mkoa wa Njombe na Tanzania nzima. Msinitenge, lakini mimi ni kijana ambaye nahitaji pia kusaidiwa na nyinyi. Ukinipiga kwenye grupu haitanifikia. Nitafute inbox dogo huko moto mno. Tuliza break, nitatuliza. Lakini jambo jingine la ufafanuzi kidogo, lakini mimi sijatangazwa na chama changu, nimetangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba mtambue hilo. Yaani tumekaa kichama sana, hatutaweza kuijenga Njombe. Nimetangazwa na Tume ya Uchaguzi, ambayo tume hiyo iliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama ni hukumu, pelekeni huko. Natoa ushauri kwa leo. Leo sitakuwa na maneno mengi zaidi ya ushauri kulingana na yale mambo ambayo yamejadiliwa hapa. Na kwa sababu mimi ni mwana Njombe, yale yaliyojadiliwa hapa 98% yananihusu na nimeyaishi. Jambo la kwanza ambalo mambo yangu mengi yanajikita kwenye nini kinachangia migogoro na misunderstanding sana kwenye mkoa wetu. Jambo la kwanza, hasa kwenye migogoro ya ardhi ndio kuna matatizo. Mimi changamoto niliyoiona mkoa mzima wa Njombe, tuna hakimu mmoja wa mahakama ya ardhi. Mmoja ambaye anazunguka Ludewa, Makete, Wanging'ombe, kote huko. Kwa hiyo kesi nyingi zinacheleweshwa. Inafika mahali mzee anahangaika na kesi miaka 10, anaona basi mimi nife tu na mali yangu. Watu wanakufa kwa stress. Kesi haiishi. Kila siku ni kuhudhuria mahakamani, akifika mahakamani hakimu yuko Ludewa. Kesho kutwa akifika hakimu yuko Wanging'ombe. Hili nafikiri tukilirekebisha, kila wilaya ikawa na mwenyekiti wa baraza wa wilaya ambaye ndio hakimu, itaenda kupunguza kucheleweshwa kwa kesi miaka kwa miaka. Kesi za ardhi mkoa zinaenda hadi miaka 30. Huyo mtu si anakufa na anaacha haki yake imepotea. Kwa hiyo tuanzie hapo. Itafanya kesi ziishe kwa wakati, mtu ajue amekosa au amepata. Jambo jingine ambalo linasababisha migogoro hasa kwenye ardhi na pelekea tu wanauana sana. Kwa sababu Njombe migogoro mingi na mauaji mengi ni mapenzi na ardhi. Ndio vinasababisha, yani wivu ule. Sasa unakuta tuna mabaraza ya ardhi. Kuna mtu ameyagusia hapa, nafikiri ni RPC. Unakuta hadi mabaraza ya ardhi ya kata yale, sheria inataka yasuluhishe, wala sio kutenga kama ni kesi. Lakini mabaraza ya ardhi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, yanachukua kesi kama wenyewe ndo mahakama. Sasa wanaita na mashahidi, wanaenda mpaka site, kila mtu achangia 150,000. Sheria ilisharekebishwa na waheshimiwa wabunge kwamba baraza la ardhi itadili na mambo ya kimadai kusuluhisha, na mambo ya kiardhi level yake sio kuhukumu, level yake ni kusuluhisha. Tusipopatana pale, ile kindugu ndio inatuandikia barua ya kwenda mbele, lakini wao wanatenga kama ni mahakama, na mwenye hela za kuwapeleka watu site ndio atakayeshinda ile kesi. Hasira zinaanzia pale. Lakini pia kuna mtu aligusia pia madiwani. Madiwani pia kuna mahali tunajisahau, tunahisi tunahusika kwenye kesi za jinai. Wewe uhusika wako kwenye kesi ya jinai ni pale unapoona kitendo kinafanyika na kutoa taarifa, kwa sababu sheria ya makosa ya jinai haijasema polisi ndio akamate mtu. Imesema polisi na mtu mwingine yeyote pale kitendo cha jinai kinapofanyika mbele yako. Lakini unakuta madiwani, kesi ya jinai imetokea, kosa la jinai limetokea, na diwani naye anageuka mahakama, anasaidi upande fulani. Kisa ule ukoo ni mkubwa, anasaidi nao ili apate kura zao 2030. Hiyo nayo inasababisha sana migogoro. Jinai, sheria iko wazi. Wewe kazi yako ni kuitema ile jinai kwenye mamlaka ya kipolisi. Tunatenga vikao kwenye nyumba ya diwani, tunajadili mgogoro wa watu waliobakana. Eti diwani yeye mmoja tena anasema, mkienda huko mbele mtatozwa hela nyingi. Sasa ni bakaji, kwa nini
yatapunguza migogoro. Lakini pia issue nyingine inayosababisha migogoro hasa ya ardhi ni kwenye maeneo ambayo serikali ilitenga. Kuna mtu ameongea vizuri hapa kwamba serikali irasimishe hayo maeneo. Kumekuwa na utaratibu, kwa mfano halmashauri za miji zina maeneo yake, na huwa sometimes halmashauri inampa mtu binafsi ayaendeleze. Sasa huwa halmashauri zile zinajisahau, yule mtu anatumia mpaka zaidi ya miaka 12. Ndugu zangu madiwani, mkishamwachia mtu eneo la halmashauri alitumie, akishazidisha miaka 12 sheria naamini ni la kwake. Baadaye mnapokuja ni kama halmashauri mjenge shule, kijiji kinasema hili eneo ni la wakina Mwalo. Kwa nini? Tuliona wakilitumia miaka na miaka na miaka, mgogoro unaanza. Kuna kesi kati ya halmashauri na mwananchi. Halmashauri imenyang'anya eneo lake. Umeona? Kinachokuja mahakamani ni nini? Sio kwamba hamna ushahidi. Ni kweli ilikuwa eneo lenu. Lakini sheria ya ardhi inaamini mpaka miaka 12 imepita mlikuwa wapi? Ndio maana hata ukifyeka pori ukaishi zaidi ya miaka 12, hilo eneo ni la kwako. Ulikuwa wapi wewe mmiliki wa awali? Ndio sheria inaamini hivyo. Kwa hiyo unakuta kesi nyingi za kunyang'anyana maeneo kati ya halmashauri sijui serikali na wananchi, wanashinda wananchi. Yule mwananchi amezaa vitoto vyake vimeliona lile eneo, analitumia baba yao. Vimekuwa na wenyewe vimezaa vitoto vimeliona. Wewe mkurugenzi sijui afisa ardhi wa halmashauri anasema eneo la halmashauri, kwanza yule mtoto anakuwa wewe ndio mchawi wake. Mali hii anaamini aliachiwa na nani? Na baba yake. Kwa hiyo hii migogoro tujue kwamba hata kama tunampa mtu eneo, basi ile mikataba tuwe tuna renew mara kwa mara. Maana kikaa miaka 2 mkirenew, unaanza mwaka wa kwanza, yani unaanza upya. Lakini mkisainisha mikataba ile mkasahau kurenew, brother, ikipita miaka 12 eneo ni la ukoo hilo. Halmashauri haipo. Mkienda mahakamani wanawapiga vile vile halmashauri. Ndio maana kuta kesi nyingi za hivyo tunashindwa kama halmashauri. Lakini jambo jingine ndio hiyo, ushauri wangu kwenye hilo, halmashauri irasimishe, naungana na msemaji mmoja. Lakini pia ili kuondoa migogoro, na shauri sasa hivi kuna makampuni mengi sana ya upimaji. Basi halmashauri ziingie mikataba na makampuni binafsi kama zenyewe haziwezi kupima maeneo. Na bahati nzuri tuna madiwani. Diwani, ongea na halmashauri ikapime maeneo ya kata yako yote na mipaka kwenye barabara tuweke kila kitu, mbona simple tu. Na bahati nzuri mna uwezo wa kuitisha mikutano ya vijiji na ya kata, mkashauriana utaratibu mzuri wa kupima mipaka yenu. Na kuna migogoro sasa hivi mikubwa ya mipaka kati ya kata na kata, kijiji kwa kijiji. Sasa wewe diwani huko hapo kwa ajili yenu, si ndio ukae na watu wako mkubaliane, muite wataalamu wa halmashauri, wataalamu wengine ubia na makampuni binafsi kama hao hawawezi, waje wapime, kila mtu ajue mpaka huu wa kijiji cha Rugenge umeishia hapa, huu wa Mtila umeishia pale. Maisha yanaendelea. Vizazi vikija vinakuta ramani ile pale. Utaenda kupambana peke yako wakati ramani inasema kijiji kilipitisha miaka hiyo, ramani inaishi. Utakuwa mgogoro utaupeleka wapi? Ikienda kesi mahakamani tunacheza na ramani. Hapa tuliandika zahanati mwaka 2003, leo mwaka 2008 zahanati nitakuwa ijengwe hapa. Kwa hiyo inakuwa sio issue. Yaani kuna migogoro mingine ni kama sisi hatujajua mamlaka yetu na tunaisababisha. Kwa hiyo mimi ni ushauri wangu huo kwa waheshimiwa madiwani, turasimishe maeneo kwa kushauriana na halmashauri zitutafutie makampuni ambayo yako smart kwa ajili ya hilo zoezi. Na ukiwaambia wananchi wachangie urasimishaji, sidhani kama watakataa. Siku hizi hata vikoba vyenyewe wanataka uwe na eneo hilo rasimishwa. Kwa hiyo ukimrasimishia mwingine ataenda kuchukulia rubuzi wao mkopo, au sio? Jambo lingine ni faini za kilimo na misitu. Jamani, mimi nishawahi kuwa mfanyabiashara wa mbao na mkaa. Jamani, faini zilizomo humo barabarani. Na kwenye hili mimi pia nitalichukua na mheshimiwa mwenzangu, tuone shida ni sheria zilipitishwa na bunge au kuna watu tu wamekaa kikao cha kifamilia wameamua kukupiga. Faini za watu wanaofanya biashara ya mbao. Kuna mmoja ametoa fafanuzi hapa. Ile shirika, kuna sheria fulani kanasema kosa moja milioni 1. Jamani, unajua yule anayesimama getini anachukua ile sheria kama ilivyo, sio ameshindwa kufafanua, sijui haangalii udogo au ukubwa wa hilo kosa. Anakuambia hapa una makosa 4. Sasa kuna mmoja amesema sisi wafanyabiashara tunakimbizanaga na muda. Sometimes yule mfanyabiashara
ukahisi umemuwini. Kesho na kesho kuna kama matatizo ya kifamilia. Kumbe ametoa kwa hasira, mbele anawaza, hivi yule mganga wa Luponde alikufaga yule? Unaona? Yaani unatoa hela ndio, hujamishia, hujafanya nini? Mama hizi mfanya biashara na hela. Kumbe hata hana hela ila hasira tu kwamba ngoja akifika mbele anatafakari na serikali ya kichwa chake, hajiulizi kwa mke wake wala kwa mpenzi wake. Anachukua maamuzi. Ushirikina upo kidogo. Mimi nawaambia tutende haki. Kwa hiyo hizo faini jamani za maparachichi, kuna kijana mmoja alikamatwa hapa Nime anapandisha, na nilimpigia mheshimiwa diwani wa Njombe mjini leo. Pale amekamatwa mtu amezidisha tray moja la maparachichi. Anaambiwa kosa moja faini ni milioni 1. Yaani tray lile sio fungapi lile, anatakiwa lipe faini shilingi ngapi? Milioni 1. Mimi nilichofanya niungane na aliyesema alitoa rushwa 200,000. Mimi nilienda pale nikampa yule wa getini 50,000 ili yule mtu wa watu aondoke. Sasa inakujaje tunapotezaje mapato kwenye kieneo kama hiki? Mimi kutoa faini hiyo siwezi. Ninachofanya na honga. Na ndio kinachofanyika. Kumbe bora tukaweka faini ndogo, watu wakawa wanalipa, kuliko kuweka faini kubwa kwa siku waliokosa wako 20. Aliyelipa faini halisi ni mmoja au hayupo, wote wametoa 50,000, 20,000 bila kimoja. Faini nyingine inakuja kwenye mambo ya maegesho. Sasa hiyo ni level ya madiwani. Na nafikiri madiwani mliopo hapa mtakuwa mashuhuda wangu. Issue ya parking. Issue ya parking, mama anataka chukue pampers ya mtoto, bahati mbaya sana huenda njia hiyo hakuijua kama inaingia au haingii. Ameacha tu gari, akirudi wameweka lile limnyororo. Alafu wale vijana sio wanakulaga mafunzo ni wakatili. Yaani sio watu approachable kwamba mnaweza mkajadiliana. Yaani ile sheria amelibeba kama lilivyo. Yaani hataki kusikiliza. Sasa unakuja unaona kwamba kumbe faini ya kukosea kwa kuegesha au kukosea kupita na pikipiki ingekuwa labda 10,000 au 20,000. Mtu anatoa 10 kitu gani? Anakwepa usumbufu. Lakini inapokuwa 50,000 na wakosaji wengi ni bodaboda. Bodaboda za mikataba. Yaani hiyo 50,000 hiyo jiona naenda kuiba TV auze apate hela kumpelekea bosi. Hesabu hiyo ameielewa. Ndio hesabu yenyewe. Jirani yake ameacha mlango kidogo, anza amechukua TV ameenda kuuza. Marejesho yamembana. Jana amelipa faini 50,000. Bodaboda kuipata 50,000 jamani ni mchakato. Piga 1,000, wateja wangu apate 50,000. Ndio utajua. Kwa hiyo kuna faini ambazo kuna hela tunazipoteza kama mapato, lakini kwa kutengeneza faini kubwa ambalo kiuhalisia unajua hii faini hawezi kutoa hapa. Halafu wale wanaotoza faini wale, yaani ukikosea barabara, ukaenda ukamlipa 50,000 yeye mwenyewe haamini. Anaanza mlishawahi experience hicho kitu? Si nimekosea, chukua 50,000 hapa. Yeye mwenyewe tena anaanza kama kutokuamini. Anaanza kuuliza wewe ni nani? Mimi ni kivipi? Si nimekosea? Si nimekosea. Chukua hela yako. Atatafakari hapo zaidi ya dakika 5. Basi akiona kama umevaa vazi kama uketuro hivi ya zambarau, basi nenda tu. Nenda. Yaani anakukadiria. Unaona? Kwamba niseme nikachukua hii faini 50,000 kumbe aidha ni bosi wangu au ni. Unaona maisha yanavyoenda? Yaani yeye mwenyewe anayekusanya hayo mapato haamini kama bodaboda anaweza kulipa hiyo 50,000 faini. Kwa hiyo hicho kipengele tunashauri tu kwamba tukirekebisha, na bahati nzuri hizi faini ndogo ndogo zipo level ya baraza la madiwani ili tuzipate moja kwa moja. Lakini jambo lingine ambalo mimi nimeliona ni changamoto na ni kelele nyingi, na nafikiri changamoto ni kwamba halijawekewa tu utaratibu mzuri, ni hizi hela za vikundi za halmashauri. Sidhani kama nimekosea kwenye uelewa wangu. Mimi ninapojua ni 10% ya mapato ya kila baada ya miezi 3. Changamoto niliyoiona mimi kubwa, madiwani pia nafikiri kuna mahali walitelekezwa, hawakuhusishwa. Yaani kwamba hizi hela zinatoka kwa utaratibu upi, kwa vigezo vipi, na mtu ukikosa maana yake umekosa kwa nini? Kwa sababu ilifika mahali diwani akiulizwa naye haelewi. Yaani hana majibu, yaani diwani hana majibu. Mimi ninapojua kwa mujibu wa kanuni tumefundishwa hapa na sheria, diwani is everything kwenye level ya halmashauri. Yaani diwani ndio mzungumzaji wa mwisho wa jambo lolote. Jambo lolote usiposhirikisha baraza la madiwani umeleta contradiction mtaani. Na kwa sababu kipindi hicho walikuwa wanatafuta
kura. Walichokuwa wanasema wao wanaisakizia halmashauri, yani act sio sehemu ya ile halmashauri. Umeona? Na yeye anaisakizia nini? Halmashauri. Ilibidi wafanye hivyo kwa sababu na wao hawakuwa na nini? Na majibu. Lakini nikahisi kwamba wenda madiwani waliondolewa sio kwa mujibu wa sheria, ila waliondolewa kwa personal issues za kwamba tukihusisha madiwani wataleta labda siasa kwenye vikundi. Nchi hii kila kitu kinatenguliwa na sheria, kinawekwa na sheria. Kama baraza la madiwani ndio waizinishaji wa fedha zote zinazotoka, tunatamani sheria hiyo itekelezwe kwa madiwani kushirikishwa. Akileta vikundi vya wake zake vikishindwa kulipa, tutavikamata, si tutabibana, au sio? Kwa sababu unakuta watu wananyima mkopo kwa umbea. Yaani wana sifa zote, ila kuna mtu amesema, "Si unakikuta kile kikundi kina wajane wake wajoni wale." Unaona? Joni ndio diwani sasa. Watu wana sifa zote, wananyima mkopo kwa umbea. Sasa hiyo tusiruhusu. Tunachoangalia umeingizi vigezo. Usipolipa utaratibu unasemaje? Mambo ya wewe ni wajuma ni wajoni yanahusika. Kinachokatazwa pale ni mtu mwenye maslahi ya moja kwa moja na baraza, mimi ninavyojua, kukopa wewe kama wewe. Lakini ndugu jamaa na marafiki wache wakope. Ndio maana ya kuwa na ndugu yao diwani tuwasemee huko wapate hiyo mikopo. Kwa hiyo kitu imeleta kelele sana mheshimiwa mkuu wa mkoa, sana huko mtaani. Na kama hizi fedha kama utaratibu unaposema zinatolewa kila baada ya miezi mitatu, basi madiwani wajue hii miezi mitatu 10% tumepata shilingi ngapi, na vikundi ambavyo management imejiridhisha viko vingapi, na ambavyo havijapata wakati vina sifa, utaratibu upoje, vitapata awamu ipi. Sipo hata uteseke. Ila tunapoficha ukiuliza vikundi vimepata nini, ngoja kwanza kesho nitakucheki, niko kwenye kikao sijui nini, yani chenga nyingi. Nyosha maelezo, hela sio za kwetu, hizi ni za Watanzania. Sasa tunachotakiwa kufanya ni kuambia ukweli. Hela kodi safari mmelipa kidogo, kwa hiyo vimepata vikundi 7 katika 50. Nyinyi wengine msubiri awamu robo nyingine. Si simple tu mtu anakuelewa. Ila baadaye unapopiga chenga upokei simu, kelele zinakuwa nyingi. Haya, jambo lingine ni ushauri pia, ndio nakaribia kumaliza nafikiri. Ishu msamaha wa magari. Mimi ni muumini ambaye natamani watu wanaofanya kazi wapate kila wanachostahili. Nilikuwa nacheka hapa lakini moyoni naumia. Yaani wameandika msamaha, halafu unapata miaka 4 kabla ya nini? Ya kustaafu. Sasa mzee gari nitakula nalo bata wapi? Raha ya gari umiliki ukiwa kijana, umeweka na mtoto mzuri pembeni kidogo. Hiyo ndio raha ya gari. Twende kwenye uhalisia. Sasa wewe baada ya miaka 3 kumaliza uangazi wako, gari unapeleka wapi? Wakati ukishastaafu, mimi ninapojua mkuu wa mkoa, ukishastaafu unatakiwa ukachezane na wajukuu nyumbani. Hiyo gari utaendesha nani? Hapo mjukuu wako ataendesha nini? Yaani mjukuu na baba wote mnakutana misero mtaani. Haiwezekani. Hili kwa sababu liko level ya wabunge, Mheshimiwa Kamonga, kwenye hili nitakushika shati, twende na msimamo mmoja. Kwamba kama ni msamaha, mwajiriwa yeyote akishatimiza miezi 6 kwenye ajira kama sheria za mikopo na sheria nyingine zinavyosema, awe na sifa ya kupata msamaha wa kodi kwenye gari, ili aendeshe ule gari akiwa bado damu ni changa, sio uzeeni. Lakini watu wengine ambao hawajaingizwa ni madiwani, nitaenda nalo hilo. Luketura na gari ya miaka 9 anahangaika nayo, mara injini sijui fanyaje, hela kununulia gari nyingine hana. Kwa hiyo madiwani nao nitaenda kutoa ushauri muingizwe kwenye kuagiza magari kwa exemption ya kodi, kwa sababu sisi wabunge tumeingizwa kwenye exemption. Gari lolote unalotaka mbunge unaagiza na kwa exemption ya kodi. Sasa kazi ya mbunge na diwani ni zile. Kwa nini Luketura wa mwachi? Wananunua hawezi kujitetea. Kwa hiyo nitaenda kumtetea. Jambo lingine linalosababisha migogoro kwenye ardhi ni wenyeviti wa wenzangu, wenyeviti wa halmashauri, kwenye kikao chetu cha ALAT kwa mwelekeo huu
tupeni ujumbe kwenye vikao vyetu vya ALAT ili akuwasemee mambo yenu, kwa sababu yako mambo hayawezi kusemwa kirahisi katika mkutano ninaofahamu mimi, lakini kwa sura hii nadhani message zenu zinaweza zikafika, hususan kwenye mambo ya msingi yanayohusu stahiki zenu madiwani, lakini pia kufikisha ujumbe ambao kwa kweli wakati mwingine huwa unagonga hapa. Umesema kwamba tukikufuata kule kwenye nini kule tutagombana, na kwa kweli kiongozi mwenye hekima yake kujibizana mambo kwenye mitandao inakupotezea heshima. Kuna mambo mengine unayasikiliza, unayapima kama kiongozi, unayaacha. Umesema tufuate inbox, tutakufuata. Pale ambapo umezito ongea dada hapa, kwa kweli hapo si sawa. Na tunajenga mkoa wetu. Kwa hiyo kama una mambo ya msingi tutakuunga mkono. Yale ambayo tunaonekana haya si sawa tutakwambia. Na hapo ni lazima tuchukuliane uzito na stana kuheshimiana, kwa sababu mwisho wa siku tunajenga nyumba moja, tunataka mkoa wetu usonge mbele. Tupate changamoto zinazotusukuma na tusichume hizo changamoto kama fursa, kwa maana ya kujenga mustakabali wa kupeleka mkoa wetu mbele. Mheshimiwa niongoza mwenyewe kwenye mpaka nyumbani kwako kwa sijawahi kufika nikafika. Ukanipa na ugali na nini ukala. Pale tulizungumzia chama siku ile, tulizungumzia tukupa pole kwa tukio lililotokea kama mwenzetu, kama mwana Njombe, kama habari ya chama tukugusa kabisa. Tulipokula tukupa pole, tulipokuwa tukupa pole tukaondoka. Kwa hiyo leo usijenge hofu. Huko Njombe tutaendelea kushirikiana, lakini na pia na wewe utakuwa unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu kwenye vikao vyako tutakapokuwa na shiriki katika halmashauri, hakuna kingine tutakachokuwa kinazungumza. Tunatekeleza yale tuliyowaambia wananchi, maji, barabara, umeme, na vyote viko pale kwenye ilani. Na bahati nzuri katika ilani, ipo ilani ya taifa, ipo ilani inayogusa mkoa kwa mkoa. Haya ndio mtakayokwenda kuzungumza kule. Tutazungumza chama chako. Kule mkurugenzi na watendaji wake wote wamekabidhiwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo na wewe usiende kupingana. Tekeleze hayo ilani kwa